Zaidi ya asilimia 40 ya watoto wamefika shuleni tayari kuanza masomo ya muhula wa kwanza katika shule mbalimbali kote nchini. Akiongea na Bandari TV mapema leo, mwenyekiti wa chama cha walimu NAT Mombasa Ahmed Kombo Ahmed, ambaye pia ni mwalimu mkuu wa shule ya Kwahola, amesema walimu wamejipanga. Shule zimefunguliwa leo tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Wanafunzi kuna wale ambao wamefika kama asilimia 40, lakini wengi bado wamekwama, na nina imani kwa sababu ya transport au usafiri. Kuna wale ambao wameenda bara, mpaka sasa wamepiga simu wakisema wamekwama. Kwa hivyo wale ambao wameweza kufika, walimu pia tayari wameweza kushikana, kupambana, kuwasaidia wanafunzi hao. Kwa hiyo wizara husika, serikali yetu, tunashukuru kwa shule zimefunguliwa. Walimu wakuu wamechukua hatua ya haraka, wamepanga walimu tayari wanajua ni darasa gani mtu atafundisha, ni somo gani atafundisha. Kwa hiyo watoto wamekaribishwa na wako katika line. Hata hivyo, Kombo amewataka wazazi kutembelea shule wanawao walizosomea kutatua changamoto zinazoshuhudiwa kwa wale wanaoenda grade ya 10. Amesema kwamba ni kupitia kwa mwalimu mkuu wa shule alikosomea mtoto ndio wamepewa uwezo wa kutatua usumbufu unaojitokeza. Unajua kuna darasa la 6 ambao walifanya mtihani, darasa la 9 grade 9 ambao walifanya mtihani, grade 9 wanakwenda grade 10. Na tunashukuru kwa sababu kulikuwa na matatizo kwa kuna mtu yuko Mombasa County lakini amepata shule pengine ya Kisumu County. Shule ile pia ni day. Kwa hivyo ingekuwa ni ngumu mwanafunzi huyu kwenda Kisumu kwenda kusoma katika shule hiyo. Lakini ile mikakati ambayo serikali iliweka au wizara kuhakikisha kuwa wanafunzi wao wana nafasi ya kufanya mabadiliko kupitia walimu wakuu, imekuwa jambo zuri, limefanyika. Na wale ambao bado, kuanzia kesho Mungu akipenda, shughuli hii itaendelea, na nina imani ikifika Ijumaa kila mwanafunzi itakuwa ametulia, amejua ni shule gani atakwenda, na wazazi wajitayarishe ili kuhakikisha wanafunzi wao wanakwenda bila wasiwasi. Na mikakati kwa walimu wakuu wamepewa uwezo wa kuwabadilishia hawa watoto hizo shule. Kwa hivyo mzazi yoyote hakikisha unakwenda katika shule ile mtoto wako aliyosoma, hapo ndo utaweza kupata usaidizi. Hakuna usaidizi utapata kwa mtu mwingine isipokuwa kwa mwalimu mkuu wako ambapo mtoto wako alisoma. Kama pengine kuna shule ambao umepewa iko mbali ama kuna matatizo fulani, pitia kwa mwalimu mkuu atakurekebishia. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Changamwe, mimi ni Ramadhani Nyae.